Kwa nimetoka wapi? Kwa shop kubiskari umeenda hapo nimetoka wapi? Mimi nilikuwa naenda job. Stand hapo kwa mapi mkanitoa lock. Twende tu. Twende. Nimekaa bila kuona wewe. Wewe ndio ulipoteaga sana. Unaona hapo umebadilika, umekuwa sawa. Ndio. Ndio chacha nazo. Ndio nimekumisi zaidi sasa. Hata sijui ni nini unakula. Mimi? Ni management tu. Ai. Ningesema ati naweza. Mama Pima. Mama Pima. Ni aje wewe? Sasa kina nani hao? Nikamaliza. Ni wewe kamaliza? Yaani haraka. Haya ni ya wenyewe. Kamaliza niwauzie nini? Tuwekee kila mtu mbao. Akiwa umepotea siku hizi. Vile umepotea? Unanimisi sana sana Mungu. Kabisa kunimisi au kweli? Aki. Ndio. Wewe unaonaje wewe? Tulikuwa tumemisiana. Tulikuwa tumemisiana sana. Sana. Kabisa. Hata ulikuwa unanifikiria. Hata ulikuwa unauliza tutapatana wapi. Lakini tulikutana. Cheers baby. Sasa niambie hali ya maisha. Maisha siku hizi si mchezo. Kwani kukwaje kwa kazi? Si tunaendelea poa. Lakini job inaenda kama inaenda down kidogo. Maisha ni magumu na nikuulize, hii serikali inatusaidia aje? Inafaa kutuhudumia sisi kama wana Kenya kwa kutekeleza miradi ya maendeleo. Na ni kweli. Yenyewe miradi kama kutengenezewa barabara. Especially hii main highway yetu hii. Mvua ikinyesha inakaa mbaya kabisa. Matope, magari hayapiti. Sisi wenyewe hatujui tupite wapi. Hata sisi wenyewe sijui tufanye aje. Enyewe kaule mama mwenye aliteseka sana akipeleka hospitali. Mama Emma. Mama Emma akivile alitesekaga akienda kupata mtoto. Imagine hata alipatia mtoto kwa gari. Juu ile barabara fupi angepitishwa. Imeharibika main highway. Inakaa bure imeharibika kabisa. So ilibidi azungushe na ya kiganjo. Sasa alipata mtoto lakini si kwa njia ile inafaa. Na ni kweli hiyo barabara napenda kuipita. Juu hiyo barabara ni fupi kwangu. Mama Pima. Pima hata kuingia. Mama Pima. Hata kupika iwezi. Bari Mama Pima. Poa sana. Nakujia ile burungo yangu ya kazi. Karibu. Mama Pima, nileta hizo burungo zangu za kazi. Nilikuwa nimekuachia jana. Acha nikuletee. Leta. Habari zenu? Nzuri sana. Kamaliza. Ni pombe tu asubuhi hivi jo. Tumeamua kupitia hapa tutoe roko. Naleta mbele na venye kwa msichana mdogo. Kwa raha zangu. Mama nini hivyo? Bado amka twende kazi kamaliza. Kuenda kazi tunaweza enda. Lakini mimi nakuuliza tutapita njia gani? Hiyo barabara imechimbika sana. Iko na mashimo. Kweli, na hiyo barabara hata mimi napitianga hiyo tu nikienda kazi. Na bado hata mahali tunafanyia kazi tunafanyia karibu na hiyo barabara. Sasa hata si huwa tunasumbuka sana. Juu hata materials zikuja zikiletwa na gari haiwezi ingia ndani. Inabidi tunamwagiwa hapo kwa barabara. Sisi tunaziendea na mabega. Tunazipeleka hadi wapi? Kwa site. Mchanga, mawe, simiti, kakoto, mabati. Yaani inatuchokeshanga sana kuingiza wapi? Pale kwa site. Hata mimi ningependa tusaidike. Na tunaweza saidika aje? Tunaweza jikusanya kama wana kijiji hichi cha Kiang'ombe. Tuandike ombi tupelekee MCA. Na MCA achukue apeleke kwa serikali ya county. Na tujulishe wengine wetu kama wa Kiandutu, Madharau na Gashagi. Ili wakazi wa Kiandutu, Madharau na Gashagi pia washiriki. Sawa. Yenyewe hapo karibu umeongea. Inabidi
tupeleke hilo ombi ndio sisi wote tusaidike. Hebu kwanza niwekee hiyo ni yangu kwanza nimeza. Sawa ndio haka. Haya acha si twende. Mama Pima, kuja nikulipe pesa yako. Ni pesa ngapi? Yote nataka 60 bob. Yote. Sawa, sika. Sio ni 60? Ni 60 bob. Tutaonana Githaa. Sawa. Githaa mema jioni, si ndio? Poa. Asante sana Kamaliza kwa kunilipia. Haya, kwa heri. Okay. Twende. We, Mama Pima. Nikutishe hizo burungo zangu na hujaniletea. Nikusahau, acha nikuletee. Nataka uharakishe. Ndio hizi burungo zako. Kwanza niingie job. Kama saa imeenda jo. Haya, Mama Pima. Unaona jioni nikileta maburungo Wazi. Yeah, ni kijana G. Yeah. Hello Mr. President, Governor, MPs, Women Rep, Senator, MCA kutoka serikali kuu mpaka za county. Tunataka situwajibike. Juu tunataka jibu. Wamama kujifungua kwa barabara, hao watoto tutawaita nani? Wananchi kukaa kiu bila maji, tutakunywa nini? Hakuna security, tukipigwa geta tufanye nini? Ndio tunataka situwajibike. Juu tunataka jibu. Ji. Ndio mam. Kazi tu ni muziki. Ulikataa shule mambo ni muziki tu. Mam ni practice. Ndio ufanyie hizo practice zako huko nje, unanipigia kelele hapa. Mama hata nikifanya kitu, amuonagi nikifanya kitu kizuri. Sawa. Na unanipigia makelele, fanyie huko nje. Sawa. Hodi hapa. Karibu. Baba Gatudu. Huko ni wewe? Ni mimi. Karibu sana. Habari ya kushinda? Sio shida, mzuri sana. Karibu. Asante. Kaa tu hapo. Nimechoka. Habari ya safari? Si mbaya. Ndio. Watoto wako aje? Watoto wako sawa kabisa. Ndio. Kwa hivyo mnaendelea mzuri? Katundu bado anasoma mzuri? Bado anaendelea na masomo. Although kijana G ni kama amekataa shule. Kijana G anakataa shule? Kijana G hata ametoka tu saa hii hapa na zile muziki zake. Ameanza zile mambo zake za muziki. Tutaonana Katundu ametokea shule? Katundu ni kama ametokea and nimesikia kuna kitu anataja. Sijui ya shule sijui nini. Although hiyo nimemwambia hata yeye kukoje mtaongea na yeye. Hebu nitie kwanza. Katundu. Yes ma'am. Unaitwa na babako na huku. Okay ma'am. Oh dad. Yes. Habari ya kazi? Dota. Bado huko? Bado niko. Kazi ni mzuri. Mnaendelea poa? Tunaendelea poa. Niambie. Shule tunang'ang'ana. Tunasoma. Mwalimu anasemaje? Anaongea tu mambo ya pesa. Ati kuhusu pesa? Pesa za nini? Za trip. Trip? Dad. Unaongelea kuhusu trip na siheri ungesema tulipe kutumaliza kwanza ile deni yenye tuko nayo kwa shule. Dad, trip. Achana mambo ya deni kwanza nilipie trip. Unataka nikulipie trip? Ni pesa ngapi? 2K na pocket money. 2K na pocket money? Ngoja kwanza niangalie vile niko. Okay, for this time nitakupea deposit ya 1K. Alafu hizo zingine nitajua namna gani, sawa? Thanks. Enjoy. Sawa. Na ufanye homework. Sawa dad. Mambo ya midterm inaenda aje? Kwa poa, tumeshaenda. Mshaenda midterm? Okay, enda unitie mama. Mom. Yeah? Dada anakuita. Ni kijana G, nimekaa bila noise, nisikike kila bass. So DJ nipe mic, sina time ya kuwaste, nimefika kwa stage nijibu. Bro, wewe ni mangoma tu. Si ndio, zimenishika. Nitakufikisha wapi hizi? Eski vile inaonga mzuri.
Wangomba kila saa. Chukua juu. Unajuaje? Dad amekaa. Dad? Yeah. Amekuza? Ako kwa hao. Na mama wako? Sijui kwa mahali mama wako. Alafu nimepewa 1k. Za nini? Za trip. Na mimi nitaongezewa. Yeah. Kwenda huko na hizo. Nilikwambia changa wivu. Hivi kuna matako. Makelele ni za nini nasikia? Mamsi ni hiki. Hiki nini? Abuka hapa. Naika hapa. Uache kuchochanga, huyu ni brother yako mkubwa. Hata kama mama, mwambie acha tabia mbaya. Unajua ni nini? Kinakuwa kuniambia ati nimepea pesa ya trip. Pesa ya trip. Si ndio? Zamani sitaki kusisikia. Sasa mama, uliambia baba ile story nilikuwa nimekuambia. Hiyo story sitaki kusisikia. Kwa nini mama unajua tu? Enda muongee na yeye amekuja. Mama huko muambia. Singetaka kuguza hiyo story. Enda muongee na yeye mtasikizana. Ako hapo sitting room. Acha nisikie vile daddy naye ataniambia. Wewe mama, story gani hizo nasikia? Habari daddy. Hapo kijana ji. Hata unisalimiki. Nilikuambia mambo ya muziki yako sitaki kusikia. Sasa na nimesikia bado unaendelea na muziki huku. Sasa daddy, hiyo ni talent yangu, nitafanya nini? Ni talent yako na bado nasikia paka umekataa shule. Sasa baba unaenda shule kaa ukoja. Unahisi njaa na huku kila kitu kinapikwa. Baba huku mam anatupikianga ugali na mboga. Toka mande anapika nyama ukikuja. Hizo ni maneno zako. Sitaki kusikia hizo maneno. Tafadhali. Si ukweli hata ukiuliza Katundu utasikia. Katundu hajanitajia kitu kama hiyo na tumekuwa naye saizi hapa. Na sasa baba nilikuwa nataka kuambia unipe pesa nikalipe studio nitoe nyimbo zangu. Kama unataka nikulipia studio mpaka kwanza urudi shule. Hakuna kitu chochote tuelana na wewe mpaka nisikie uko shule. Sasa ona baba. Baba nikikwambia kitu utakagi kunisikia. Katundu ametoka hapa umemlipia pesa ya trip. Mimi nikikuitisha pesa ya kwenda kurekodi kijana jini nikikuangalia ninaona ni kama wewe hata wewe umeanza kuwa na kichwa ngumu kwa hii nyumba. Baba ni kama unipendi. Baba ni kama unipendi. Hausikii uchungu kwa zile pesa nimelipa school fees huko? Sasa baba, mimi nataka kwanza unilipie studio. Mimi nitakulipia studio ukirudi shuleni. Sawa? Na tuelewana hivyo. Baba nikikwambia kitu mwiu. Na unaongea ukinirushia mikono? Hata nimeenda mimi. Watoto wamekuwa vichwa ngumu sana. Wewe, umeongea na babako? Mama usinipe stress. Wewe usiongeleze mama. Wewe ni nyamazeni. Kwa nyamazeni. Nyama chenye ulikuwa unataka. Kwenda huko. Unapenda kunichocha. Nyamazeni. Hizo maneno sitaki kwa hii nyumba. Mama msikie venye nakuongeleza. Msikie venye babako anasema. Babaji. Mamaji. Kuna kitu nataka kuuliza. Tangu niingie kwa hii nyumba nimepata kuna mabadiliko makubwa sana. Hii kiti siko nimewacha, ni kweli? Na hiyo kabati ya juu. Na naona paka kuna TV. Ulitoa wapi pesa za kununua? Wewe uone hiyo nyumba imelembeka. Nyumba imerembeka na sijui mahali umetoa pesa? Ama unataka tukuje tuchote vitu zetu zote hapa? Hapana, hiyo nitakuelezea. Nimeongea na kijana G, kazi yake ni muziki tu. Hiyo ni talent. Talent gani? Tunafaa tumsikize. Tumsikize na nakataa shule? Ndio, tunafaa tuongee na yeye, endelee na masomo, then tumulipie hiyo studio. Mimi kama hata endelee na masomo hakuna studio nalipa. Si ndio nakwambia kwanza tutaongea na yeye. Then Katundu mmeongea na yeye? Katundu tumetoka kuongea na yeye saizi hapa. Nimekwambiaje mambo ya shule? Shule ananiambia kuhusu mambo ya trip lakini nikamwambia hiyo tutasolve tu baadaye. Trip. Trip. Si unajua shule zinaenda trips. Unajua nilisikia kitajataja hapa trip nikamwambia mtakuja kuongea na yeye. Na venye nilikupigia simu juzi nikakwambia tuko mkutano huko ya shule. Mimi sikusikia mahali tuliagana mambo ya trip. Unataka kuniambia wakati mlikule mkutano ulikuwa unanipigia simu ya shule ya maendeleo hakuna mahali mliguzia mambo ya trips? Tuliongea tu kuhusu hizo classes za nursery. Zeka cement, zeka vio, juu watoto wanahisi baridi. Na hiyo class 8 badilisho mabati chukunanyesha. But mambo ya trip ni baba Katundu mimi sikusikia. Mwalimu anafaa kutuhusisha sisi kama wazazi kuamua kama tunataka watoto wetu waende trip ama hatutaki.
Anafaa atuambie hata sisi, anafaa kutuhusisha na hiyo mkutano, but si kusikia mali alitaja hiyo. Unajua by the way, hiyo ingefaa atuhusishe sisi kama wazazi. Na nikuulize swali, hujaniambia mahali hizi vitu zilitoka. Ulitoa pesa? Hizi vitu umenunua na jasho yako. Umenunua na jasho yangu? Si ndio? Mimi nishaikutumia pesa nikakwambia nunua TV. Uje nitumia, but wacha nikuelezee. Unielezee namna gani, Mama G? Cool down. Wacha nikuelezee. Hii TV. Si ni TV na hii kabati ya juu na ile kiti kingine yenye niliongezea pale. Hizi pesa si wewe unanitumia 200 kila siku. Na kutumia kama daily 200 na hiyo unaniambia ni ya chakula. Sawa, sikatai inakuanga ya chakula. But tunakula 100, mengine napeleka kwa chama. Niliingia kikundi kingine ya mama na hapa juu. Unapeleka pesa kwa chama na G ametoka kuniambia hapa umekuwa hata lishe bora hawakuli mzuri kwa hii nyumba. Hawakuli mzuri. G ameniambia unapikaka ugali from Monday to Saturday. Kwani si chakula? Nyama inakulagwa nikikuja. Si chakula. Ukose kuwapea watoto wangu lishe bora ndio useme ati unataka kununua vyombo. Wewe uone hata mtoto wetu huwa anafurahia sana juu nimebabaia TV. Nani anafurahia hapa? Wacha utaona. Hebu ita watoto hapo wote hapa. Sababu hii nyumba ni lazima tujadiliane, tukue kitu kimoja. Sababu mambo itaharibika ikiendelea hivi. Acha nikuitie. Ita wote hapa. Atudu? Yes ma. Kujeni na G haraka sana. Okay. Mama nasema? G ni mimi nimetumana muitwe hapa. Juu tusipofanya mabadiliko hii familia itaanguka. Ni kweli G? G wewe umeanza kujihusisha na mambo ya muziki. Hakuna chochote unashika kuhusu shule. Ni kweli? Na wewe Katundu, unirudishie hizo pesa. Kama kutakuwa na mambo ya trip, mwalimu ataandika barua, nipigie simu na mamako, nijulishwe ndio nikutumie pesa trip. Nirudishie hizo pesa zangu. Sawa. Okay. Mama si unaona? Kuna mambo yenu ya siri. Mama G, hapa hakuna siri. Kuna kitu moja nataka uelewe. Alikuwa ameniambia nataka pesa trip. 2000 na 1k ya pocket money. Niko nimempea 1000. Lakini kwa sababu umeniambia hakuna chochote mliongea kuhusu shule cha trip. Mama G, kwanza nitaomba msamaha sababu sitaki siri yote ikuwe inafanyika kwa hii nyumba. Kwa hivyo yangu unafikia ati nilibai hizi vitu na nini, but yenyu mnafanya kisiri. Sasa si nilikuwa mniambia ni report imetoka kwa shule. Lakini sasa nataka tukue kitu kimoja. Hakuna mambo ya siri tendelea kwa hii nyumba. Ni ukweli? Kila jambo tutakuwa tukifanya kwa hii nyumba tuko kitu kimoja. Kwa hivyo wewe hakuna kusema ati unaweza enda kununua TV ama useme utanunua hiyo kabati ya juu bila baba ufurahi tukiwa na TV. Nifurahie mkue na TV na sijui mali mama yako anatoa pesa. Si nishakuelezea. Kwanza huyu Katundu. Sasa tuko na shida huko kwa neighbor. Akienda kuona nini vipindi zake huko. Dada nikitoka shule nafanya homework, nakaa chini na watch vipindi zangu. Dada hata mimi nafurahia nikiona wasanii wenzangu pale. Sio kwenda kutangatanga huko. Kwa hivyo mnafurahishwa na venye mama yako amefanya? Sasa dada uone hata kuna kitu mpya na huko umeacha. Hata venye sasa nitafanya. Kwa hiyo chama ya mama, si nimekuambia wanatoa 100. Utakuwa sasa ukinitumia 300. Nigie na majina mangapi? Majina mawili. Ndio sasa niwe nikipeleka 200. Kuone maendeleo yenyewe tutakuwa nayo kwa hii nyumba. Kwa hivyo sasa nikutumiaga pesa nikutumiaga ikiwa 300. Na mimi nipate namba moja. Kumaanisha tukianza maendeleo hapa kwetu tutahusisha hata wanakijiji wenzetu. Si hata wanakijiji, unaona wa Kenya? Wakija hata sisi tunafaa tukae hivyo. Especially hii ile yetu ya Kiang'ombe. Tunafaa tuhusishwe na miradi ya maendeleo. Na hizi geto zingine kama Dharao, Kiadutu, Kashagi na kwingineko. Na hapa kwetu by the way tunafaa kushiriki kwa miradi yote ya kimaendeleo ambayo iko hapa kwa hiki kijiji chetu. Ni ukweli? Ndio baba, hata mimi nikitoa nyimbo zangu nitashirikisha vijana wenzangu wale wanaweza kuimba pia. Wenye wanaweza fanya muziki. Na by the way hapo umebonga G. Si ndio baba? Mimi hata venye naona nikienda kwa hii chama ya mama nitawaambia tushikane nao, tukishikana pamoja tunaweza
Endeleza miladi yetu vizuri. Unajua kwanza hata kuna kitu nimefikiria. Tutasikizana hivi kama familia moja. Wewe G nitakulipia studio. Lakini kama ni kuimba utakuwa unaimba jioni, lakini shule utakuwa ukiendelea naye, si ndio? Ndio baba. Na wewe mama G, tafadhali kama ni hiyo chama umeniambia utaendelea na hiyo chama, utaongeza hiyo namba. Tusikuwe tunafanya kitu yote kwa hii nyumba bila kuwa na maridhiano ya pamoja. Sawa? Wewe Katundu, usiwahi kuja kuniambia umetumwa na mwalimu kama hauna barua yote kutoka kwa shule, sawa? But venye nilikuwa naonelea, G kwanza amalize shule, ndio saa tumulipie studio. Hiyo ni kweli. Sababu hawezi shika vitu mbili at once. G, umekubali kurudi shule? Ndio baba. Na wewe Katundu, tumeagana hakuna ripoti yote itafika hapa bila barua kutoka kwa mwalimu, sawa? So ukimalisha shule, mambo ya studio sasa utuletee. G, enda utafute uniform. Ujipange kesho utaenda shule. Kesho? Ndio jipange. Katundu, homework. Umemaliza? Siko nimemaliza. Acha mimi nikuletee kataa ya galau. By the way, mama G, tuliongea sana mpaka sijakunywa hata maji. Baba ni asanti Baba Jehova. Nimekuja mbele yako Baba, wakati huu Baba nikikwambia ni asanti Baba. Tazama yale matatizo ambayo tuko nayo Baba. Baba, hata sister yangu ninamuombea Baba, ukaweze kumguza Baba. May you touch her, oh Jehova. Muguze Baba kwa sababu akaweze kubadilika Baba. Ukaweze kumguza Baba. Kaa chini kwanza. Niguzwe nini? Mbona unanikatiza kwenye maombi? Unaomba hapa na mimi nakwambia usiku ilikuwa mbaya. Sinakwambianga unaomba ili mambo yako yasiwe mabaya. Nakwambia sikupata customer. Usiku ilikuwa mbaya. Imagine customer anakuja mwanaume mzima. Mimi kuniangalia hivi. Anataka kunibei 200. Mimi kuniangalia. Serious sis. Unaweza fanya Muonee huruma Baba. Sasa tena kuonewa huruma imekujia wapi? Ni nini? Sisi nakwambia kitu yenye ili happen unaniambia nionewe huruma. Wewe inaonekana hata inafaa tuongee zaidi. Hebu tutoke nje. Tuongee about nini sisi? Wewe usijali. Mungu atakubadilisha. Mwadhani mwiguiretha Jehova. Muonekanie Baba. Sikupenda kwake. Chukua pole pole. Nachukua pole pole. Twende. Najua Mungu atakubadilisha. Mungu muonekanie Baba. Turudishe hapo. Uchungu usigongo hapa. Sasa ndio nakwambia mambo ambayo unafanya ni kinyume na vile Mungu anataka. Mbona usibadilishe mienendo? Sasa nimeharibikia wapi? Kwenda kazi. Hiyo si kazi. Ni nini sisi? Kazi ya kuzurura na umalaya si kazi. Hiyo ndio inanilisha na ndio inanivalisha sisi. Amini Mungu kwa sababu neno linasema ya kwamba tumwamini Mungu. Na lile lote tunaomba ataweza kututimizia. Wewe umepata kazi sisi juu unashindanga ukiomba. Hata kama sijapata kwa sasa, najua ninamwamini Jehova kwa sababu hajawahi kuniacha. Hiyo kazi sisi unasahau. Hiyo kazi ndio inanivalisha mimi mwenyewe. Hiyo kazi ndio tunakula, usahau. Na mwanaume mwingine uko town ananiambia aninunue mimi 200 sisi. Unasahau hivyo. Tukikaa hapa chini tutakula nini sisi? Oi Jehova. Muiguiretha Mwathani, muonekanie Baba ukaweze kumbadili. Kuniambia niache hiyo kazi saa hii ni kutuambia tukae njaa na tutakaa tubai. Hata kama sina kazi saa hizi, najua Mungu atanisaidia. Lakini before Mungu akusaidie sina na mimi nafanya kazi. Hiyo si kazi. Nataka uachane na hiyo kazi. Amini Mungu. Sisi una kazi, bro ana kazi. Unaona siwezi acha. Haijalishi. Kwa sasa hatuna kazi, lakini najua ya kwamba Mungu ataweza kutujibu maombi yetu na utapata kazi, bro atapata kazi, kila mtu atapata kazi. Lakini before that, wacha kwanza nifanye hii, ukipata nitaacha. Muamini Yesu. Mwachie maisha yako atawale. Yeye atatawala aje kama si wenyewe tujisaidia. Yeye sasa ndio anajisaidia. Yaani umwamini. Hata ndio bro. Niaje na sisi? Poa. Sisi check it thanks. Ona. Bro check kwa mbaridi mkono. Sisi anadai niache job. Naona venye tennis zako zimeisha. Za hata hapa. Ngoja ni kwanza nichukue kitu nisikie story yenu. Sasa yaani hiyo ni kazi, unaona tu uendelee na hiyo kazi. Hiyo kazi ni mzuri sisi. Ndio itatusaidia. Ulevi haisaidii. Umalaya haisaidii.
Bro, ongea na huyu. Nini endelea mwenye? Kwa kuna shida. Shida gani hiyo msikie? Mimi nilikuwa namwambia huyu achane na hiyo mambo ambayo anafanya, hiyo kazi anafanya, kwa sababu hiyo si kazi nzuri, na nataka wote mkae mkimwabudu Mungu. Sister Joy sana hii kazi hapa yeye. Pia uko na yeye? Si uko na yeye. Wacha niwaambie. Unaona sasa nimekaa msaa hii. Sasa nimetoka kwa mkutano ya MCA. Sikia wengine mkutano. Nimetoka mkutano ya MCA saa hii tuko hapo, nimefika hapa sasa nimepata mkiongea saa. So, Na sasa Hope amekuambia atakubaia za baiskeli yako. Tunaniambia niachane na kazi. Hope amekuambia hivyo. Hapa tuko tunaongea kuhusu mambo ya baiskeli ama nini? Tuko tunaongea kuhusu maendeleo. Unaona? Tulikuwa mnaongea kuhusu maendeleo. Tulikuwa tunataka kuhusu maendeleo kama hizi za kutengenezwa barabara. Adumesema? Nini nacheka? Nimesema tulikuwa tunataka kuongelea maendeleo kama kutengenezwa barabara, tuwekewe lami, kazi kwa vijana, kama system youth hapa hivi. Hii MCA kiweza kutusikiza vizuri, sister anaweza pata job, maendeleo uletewe kama hizo za nini? Barabara tuwekewe lami. Bado una imagine? And then saa kitu ilikuwa mbaya, yani ni kama viongozi watakaki kutusikiza sisi. Kwa hivyo hawakuweza kuwasikiza, yani hapo na wamsikize kwenye mkutano. Na tena ujue wananchi wapendangi kuhudhuria mkutano za viongozi ile wameandaa. Na unajua ni vizuri sana ndio hata sisi tuende tuseme mambo yale ambayo tuko nayo yenye tungependa tufanyiwe na viongozi. Ni vizuri kuhudhuria mkutano. Ujue tukienda hizo mkutano ndio tunajua nini vile tutaendelea kimaendeleo kwenye ikende. Sasa ilikuwa maendeleo siza watu kama kina siza pate kazi, mayuth na sisi pia tupate kazi, tuendelee kimaendeleo, unaona? Mlambo hivyo. Kuna kazi zinakam ama kujengewa huku ghetto. Ongojeeni. Sasa ilikuwa yani huyu aamini mambo. Mimi kama mimi naweza. Hizi vitu zinafanya. Hizi mkutano tukihudhuria vile tunahudhuria hivi. Bado watu wataki kuzihudhuria. Ongoje ifanye uone imefanywa. Nini nimeona imefanywa? Okay, wacha iko hivi. Sasa vile nimetoka mkutano nimeamua nitawania hiyo kiti ya kuwa member of county assembly. Hadi umesema? Hivyo nimesema nitakuwa member of county assembly next time. Kwani wewe unajua unaweza kuwa hata ukimwamini Mungu, Mungu anaweza yote. Achana na huyu acheke. Kitu naomba ndio unakuwa na hiyo ni moja venye naweza fanya nini? Ya kushiriki uongozi wa taifa. Ni vizuri sana brothangu na kuunga mkono, na najua ya kwamba Mungu atakusaidia kwa sababu wewe najua unamwamini Mungu. Utafaulu. Utaweza kufaulu. Utafaulu. Sasa iko hivi, ndio niwanie kuwa member of county assembly, lazima watu wachukue kura na wafanye nini? Wapige kura. Sasa kwanza umechukua kura? Mimi kwanza nilichukua. Nilikuwa naenda town shughuli zangu na nikaweza kupewa kura yangu. Kwa hivyo hata iko tu hapa kwa nyumba. Na sisi Queen umechukua? Siwezi pata hiyo time mimi. Huwezi pata time ya kuchukua kura? Nitakuja kulala ama nitaenda kuendea kura. Wacha nikwambia hata mimi sikukaa. Hata nilikuwa naenda shughuli zangu nikapitia tu hapo. Hata dakika 5 hazikuisha. Hakuna tusemangi. Sasa unaweza sema hata uliletewa kwa nyumba. Kuchukua kura ichukue dakika mingi. Hiki si dakika mingi. Unaenda unashughulikia pale dakika chache, mara moja unamalizia, unachukua kura yako unaweka kwa mfuko, unakuwa mpiga kura. Na ndio vijana tushiriki katika uongozi na maendeleo, lazima tuchukue kura, tuwe wapiga kura. Si ndio? Sasa kuchukua kura si dakika mingi. So wewe ndio chukue kura. Wewe kuwe na kura yako kwa mfuko, kuwe mpiga kura. Ikifika siku ya kupiga kura pale wewe uende fanya nini? Uende uvote. Utaweza kujishirikisha kwenye mambo ya nini ya uongozi. Pesa ngapi? Ati pesa ni bure. Mimi sikuitishwa chochote. Ni haki yako kuchukua kura. Hakuna mtu anaweza kukuitisha pesa na hakuna mtu anaweza kukuitisha pesa bado. Wewe ukienda unachukua kura bila kuitishwa anything. Na ni wapi? Si mbali, unaweza enda kwa ofisi ya IEBC kwa constituency. Unaenda hapo, una register, then unakuwa mpiga kura. Na hiyo ni poa. By the way, sisi tutatupeleka. Nitawapeleka. By the way, niko na mabesho wengi wa huko Kiandutu, wengine wa Madharau, wengine wa huko Gashagini. By the way, nikichukua wote, twende tukaregister. Sio ni haki yetu basi? Ni haki yako. Nitaenda niwaambie wote kila kitu and then tuende. Kabisa. Tutatupeleka. Hata mimi nitaenda kanisani niambie wamama wenzangu waweze kujiregister wale ambao hawajaregister. Ndio sasa fanya nini?
siku nyingine mkiitwa mkutano mnashiriki. Hiyo ni poa by the way. Kabisa. Sasa si mtenda mwambie then mimi. Namwambie mimi nitasimama mimi. Wewe na wewe achana na mambo ya siasa. Sisi tukishawaambia wa register ni hivyo. Watajua ni haya mengine watajua ni haki yao kwa sababu watakuwa wamechukua hiyo vote, kwa hivyo itakuwa ni haki yao. Sawa sawa. Sasa. Mimi hata hiyo kazi sis bro, hiyo kazi mimi niacha. Kesho siendi. Oh, hallelujah. Asante baba. Afadhali kama hiyo. Asante Mungu. Thank you Jesus. Sasa hata nimeona hivi ni vizuri mkienda mkuje hapa nyumbani jioni ili tukutane tuongee maneno kama sisi familia yale ambayo yanaweza tusaidie na tufanye tuende mbele, si ndio? Itufanye tuende mbele zaidi. Asante. Thank you Jesus. Asante Mungu. Sasa mimi niende hivi nikienda zoezi jioni ambao nitaambia mavijana wenzangu wachukue kura hata wao kupiga kura. Sawa sawa. Wacha nishughulike hivyo. Haya. Sis, na mimi akina sikia kulala, acha kwanza nikadoze. Haya, enda kapumzike na ukumbuke kumuomba Mwenyezi Mungu. Sawa, nitaomba. Huyo ni Mungu. Kweli anabadilisha. Badilisha. Oh, asante Mungu. Thank you Jesus.